Kabla hujaendelea kusikiliza hadithi hii, tafadhali jiulize swali moja. Je, kuna siku umewahi kumhukumu mtu kwa kumtazama tu, bila kujua historia ya machozi aliyopitia? Kwa sababu hadithi hii haimhusu mtu mbaya. Inamhusu mtu aliyeumizwa vibaya, akaamua kuishi kwa njia mbaya. Kulikuwa na mtaa mmoja wa zamani pembezoni mwa jiji. Mtaa uliokuwa hauandikwi kwenye ramani, lakini uliandikwa kwenye mioyo ya watu walioumia. Mtaa huo uliitwa Mbuyuni. Usiku wake haukuwa na taa nyingi. Barabara zake zilikuwa nyembamba, lakini zilikuwa zimejaa maisha. Asubuhi ulikuwa unasikia sauti za watoto wakikimbizana bila viatu, wakicheka kwa sauti za furaha ya muda mfupi. Jioni ulikuwa unasikia kelele za bodaboda na harufu ya vitunguu, nyanya na mafuta moto vilivyopikwa na wanawake waliokuwa wanapambana na maisha. Lakini usiku wa Mbuyuni ulikuwa wa siri. Ndani ya mtaa huo aliishi mwanamke mmoja ambaye watu wengi walimfahamu kwa jina moja tu, Mama Asha. Hakuna aliyemjua alikotoka, hakuna aliyewahi kumuona akiwa mdogo, hakuna aliyewahi kumsikia akisimulia maisha yake ya nyuma. Alitokea tu siku moja, asubuhi ya kimya, akiwa amevaa khanga iliyochakaa, mikono yake ikiwa imejaa michirizi ya kazi ngumu. Machoni mwake kulikuwa na utulivu, lakini chini ya utulivu huo kulikuwa na uchungu mkubwa. Aliweka meza ndogo ya mbao, sufuria mbili, jiko la mkaa, na akaandika kwa mkono wake mwenyewe, Mama Asha, chakula cha nyumbani. Hakusema mengi, hakujitetea, hakutangaza. Alianza kupika. Siku za mwanzo hakukuwa na mtu aliyemjali. Watu walipita, wengine walimtazama na kupuuza, wengine walinong'ona, huyu naye ametokea wapi? Atadumu kweli hapa? Anaonekana kama ana matatizo. Lakini Mama Asha aliendelea kupika, kwa utulivu, kwa subira, kwa kimya. Siku ya tatu, mtu mmoja alisimama. Alikuwa dereva bodaboda, mchovu, mwenye macho yaliyojaa mawazo. Akauliza kwa sauti ya chini, "Dada, wali na maharage ni shilingi ngapi?" Mama Asha akamwangalia, akamchekea kidogo, akasema, "Kaa ule kwanza. Kama huna hela, utalipa kesho." Dereva alishangaa, lakini aliketi. Alikula. Alipomaliza, alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema kwa sauti ndogo, Sijawahi kula chakula kinachofanya mtu ajisikie kama amekumbatiwa." Siku iliyofuata, alirudi, na akaja na watu wawili. Siku iliyofuata, walikuwa 5. Ndani ya wiki moja, foleni ilianza kuonekana. Lakini hapa ndipo jambo la ajabu lilipoanza. Watu waliokula kwa Mama Asha hawakurudi tu kwa sababu ya ladha. Walirudi kwa sababu walihisi kitu. Mwanamke mmoja alisema, "Nilipokula pale, nililia usiku mzima, lakini nililia kwa mara ya kwanza bila maumivu." Mwanaume mwingine alisema, "Nilikuwa na hasira kila siku, lakini siku ya kula pale, nililala kama mtoto." Mzee mmoja alisema, "Nimepoteza mke wangu miaka 3 iliyopita, lakini nilipokula pale, nilimuona kwenye ndoto akinichekea." Na Mama Asha alikuwa anasikiliza tu. Hakujivuna, hakujigamba, alikuwa anacheka kwa upole. Lakini usiku mmoja, jirani yake alisikia kitu. Sauti ya mtu akizungumza peke yake, kwa sauti ya kuomba, kwa sauti ya maumivu. Na sauti hiyo ilitoka nyuma ya kibanda cha Mama Asha. Je, Mama Asha alikuwa nani hasa? Kwa nini chakula chake kiligusa roho za watu? Na ni siri gani ilikuwa ikifichika nyuma ya sufuria zake? Usiku ulipoingia katika mtaa wa Mbuyuni, taa chache zilizokuwa barabarani zilianza kuzima moja baada ya nyingine. Watu walifunga milango, watoto walilala, sauti za bodaboda zilinyamaza. Lakini nyuma ya kibanda cha Mama Asha hakukuwa na usingizi. Mama Asha alikuwa ameketi chini, miguu yake ikiwa imekunjwa, macho yake yakitazama gizani. Mbele yake kulikuwa na sufuria moja kubwa iliyokuwa haifunguliwi mchana kamwe. Alishika kifuniko chake, akasita, macho yake yakajaa machozi. Akanong'ona kwa sauti ya chini sana, Samahani sana." Hakukuwa na mtu aliyemjibu, lakini maji ndani ya sufuria yalitikisika polepole, kana kwamba yalikuwa yanasikia. Asubuhi iliyofuata, Mama Asha aliamka mapema kuliko kawaida.
Aliosha uso wake, akatulia, akaifungua kibanda chake kama kawaida. Lakini leo uso wake ulikuwa umechoka zaidi. Miongoni mwa wateja waliokuwa wanakuja kila siku, kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Juma. Juma alikuwa dereva bodaboda. Maisha yake yalikuwa yamejaa misukosuko. Alifanya kazi mchana kutwa, lakini pesa zilikuwa hazikai. Alikuwa na mtoto mdogo nyumbani. Kodi ya nyumba ilikuwa inamkimbiza. Kila siku alikuwa anaomba kesho iwe bora. Siku ya kwanza kula kwa Mama Asha, hakutegemea chochote. Lakini baada ya siku 3, kitu kilibadilika. Safari ziliongezeka. Wateja walikuwa wanampa hela bila kubana. Wengine walimwambia, hii baki yako, endelea hivyo. Kwa mara ya kwanza, Juma alirudi nyumbani na tabasamu. Lakini usiku wa 4, Juma aliota ndoto. Alijiona yuko katikati ya maji. Maji yalikuwa mazito, ya baridi, ya kimya. Akasikia sauti ikisema, ulichokula sasa ni chako. Akaamka ghafla, moyo ukimdunda, koo likiwa kavu. Alikunywa maji, lakini kiu haikuisha. Asubuhi yake alirudi kwa Mama Asha. Hakujua kwa nini, lakini alihisi lazima arudi. Wakati huo huo, kulikuwa na mwanamke mmoja katika mtaa wa Mbuyuni ambaye hakuwa anafurahia mambo haya. Aliitwa Mama Zainabu. Alikuwa amepika chakula pale mtaani kwa zaidi ya miaka 10. Lakini sasa kibanda chake kilikuwa tupu. Watu walikuwa wanapita bila hata kuangalia. Mama Zainabu alianza kujiuliza, inawezekanaje chakula cha kawaida kivute watu kiasi hiki? Akaanza kumwangalia Mama Asha kwa makini, na ndipo akaona jambo. Kila asubuhi sana, kabla hata jua halijatokea, Mama Asha alikuwa anaenda nyuma ya kibanda chake, akiwa amebeba chupa ndogo ndogo za plastic. Hakuruhusu mtu yoyote kufuata. Hakuruhusu mtu yoyote kukaribia, hata mtoto. Siku moja, mtoto mdogo aliyekuwa anaishi karibu aliamka usiku kwenda kujisaidia. Akiwa njiani, akaona kivili kikisogea. Akasimama, moyo ukimpiga kwa kasi. Akaona Mama Asha. Alikuwa ameinama, akimimina maji kutoka kwenye chupa kwenda kwenye sufuria ile ile kubwa. Maji hayo hayakuwa kama maji ya kawaida. Mengine yalikuwa ya njano, mengine ya kijivu, mengine yalikuwa na harufu kali. Mtoto akaziba pua, akarudi nyumbani akitetemeka. Hakumwambia mtu yoyote. Asubuhi iliyofuata, chakula cha Mama Asha kilikuwa kitamu zaidi kuliko kawaida. Foleni zilikuwa ndefu zaidi, lakini watu wachache walianza kuhisi mambo ya ajabu. Mwanamke mmoja alisema, kila nikila pale, kichwa kinaniuma, lakini bado natamani kurudi. Mwanamume mmoja alisema, naota ndoto za maji kila usiku, lakini hakuna aliyethubutu kuacha kula pale. Na Mama Asha, akiwa amesimama nyuma ya sufuria zake, alitazama foleni kwa tabasamu dogo. Tabasamu lililoficha siri nzito sana. Kabla ya kuitwa Mama Asha, kabla ya sufuria, kabla ya mtaa wa Mbuyuni, kulikuwa na mwanamke mwingine. Jina lake halikuwa Asha, aliitwa Amina. Amina alikuwa mwanamke wa kawaida. Aliolewa mapema, alijitahidi, alipenda. Alikuwa na watoto 2. Kila kitu alichofanya, alifanya kwa ajili yao. Lakini maisha hayakuwa na huruma. Mume wake alipata ajali, alifariki papo hapo. Ndani ya wiki moja, Amina alipoteza kazi. Kodi ilimkimbiza, deni lilimzingira. Alibaki na watoto 2 na sufuria tupu. Usiku mmoja, alikaa sakafuni, akiwa amemkumbatia mtoto wake mdogo. Akalilia kimya kimya ili watoto wasimsikie. Akasema kwa sauti ya kuvunjika, Mungu, nifanyie chochote tu, mradi watoto wangu waishi. Usiku huo, ndoto ilimjia. Alijiona yuko kwenye maji mazito, maji yenye kina kirefu. Akasikia sauti isiyo ya kiume wala ya kike, sauti ya baridi. Ukitaka kusaidiwa, lazima utoe. Amina akauliza kwa hofu, nitoe nini? Sauti kamjibu, kile wanachokupa watu bila kujua. Alipoamka, alikuta mtoto wake mkubwa ana homa kali.
Alimpeleka hospitali, hakusaidiwa. Aliambiwa atalipa pesa, hakuwa nazo. Mtoto alifariki siku hiyo hiyo. Amina alipiga kelele zilizochana ukuta wa moyo wake. Siku 3 baadaye, mtoto wa pili alifariki pia. Hapo ndipo Amina alikufa. Kilichobaki ndicho kilikuwa Mama Asha. Mama Asha hakuliacha dunia kwa sababu alikuwa mbaya. Aliacha kwa sababu hakukuwa na mtu aliyemsikiliza. Alitembea miji mingi, aliomba, alilala vichochoroni. Mpaka siku moja akafika Mbuyuni. Usiku ule ule, ile sauti ilirudi. Wape chakula. Wanapokula, wanatoa ruhusa. Ndipo alipoanza. Kwanza, aliwapa chakula bure wagonjwa. Aliwasikiliza waliokuwa na huzuni mpaka walie mbele yake. Machozi, jasho, maji ya miili. Sauti ilimwambia, kila tone lina uzito. Usiku alifanya kile alichoambiwa, na mchana watu walirudi. Lakini mkataba haukuwa wa upendeleo. Kila alichokipata kilikuwa na bei. Mama Asha alianza kupoteza usingizi. Alianza kusikia sauti za watoto wake usiku. Mama, kwa nini? Alilia peke yake. Lakini asubuhi aliendelea kupika. Wakati huo huo, Juma alianza kubadilika zaidi. Alikuwa anakunywa maji bila kushiba. Ngozi yake ilianza kuwa baridi. Alipitia karibu na bahari, akajisikia kutaka kuingia ndani. Akaogopa mwenyewe. Bi Halima, mwalimu wa shule ya msingi, alikuwa anaona haya yote. Alikuwa amekula mara 2 tu kwa Mama Asha, lakini alihisi usingizi mzito usio wa kawaida. Akahisi kama mawazo yake yanazama. Siku moja akaamua kufuata ukweli. Asubuhi moja alimfuata Mama Asha kwa mbali. Akaona mlango mdogo uliofichwa nyuma ya vibanda. Akaingia ndani. Harufu ilimpiga uso. Ndoo nyingi, maji ya rangi tofauti, alama sakafuni. Hapo Bi Halima alijua. Hii haikuwa biashara ya chakula. Ilikuwa sadaka ya kimya kimya. Usiku uliposhuka juu ya mtaa wa Mbuyuni haukuwa kama usiku mwingine wowote. Kulikuwa na ukimya mzito, ukimya uliobeba hofu. Mbwa hawakubweka, vyura hawakulia, hata upepo ulionekana kusita kupita katikati ya nyumba. Mama Asha alikaa ndani ya chumba chake cha siri nyuma ya kibanda. Ndoo zilikuwa zimepangwa mbele yake. Maji yalitikisika taratibu kana kwamba yalikuwa hai. Sauti ndogo ndogo zilianza kusikika. Sauti za watu waliowahi kuwalisha, sauti za vilio, sauti za kuomba msaada. Mama Asha alishika kichwa chake, machozi yakamtiririka. Akanong'ona, niliomba msaada, sikutaka haya. Lakini sauti ile ya maji ikajibu kwa ukali, ulikubali. Wakati huo huo, Bi Halima alikuwa amekusanya watu wachache waliomwamini. Juma, Mama Zainabu, vijana 2 wa mtaa. Aliwaeleza kila kitu. Baadhi yao walilia, wengine walikasirika. Juma alishika kichwa chake. Ndiyo maana naota ndoto zile. Mama Zainabu akasema kwa uchungu, tulipuuza ishara. Walijua jambo moja tu, hii ilipaswa kusimamishwa. Walikwenda kwa mzee mmoja wa dini aliyeishi pembezoni mwa mtaa. Aliitwa Mzee Omari. Baada ya kusikiliza, alikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha akasema, huyu mwanamke si mchawi wa kuzaliwa, ni jeraha lililopewa nguvu. Akaongeza kwa sauti nzito, mkataba ukishafichuliwa hadharani, unavunjika. Asubuhi iliyofuata, foleni zilikuwa ndefu kama kawaida. Watu walikuwa wanasubiri chakula. Lakini leo kulikuwa na kitu tofauti hewani. Bi Halima alisimama mbele ya watu na kusema kwa sauti iliyojaa ujasiri, leo msile chakula hiki. Watu walinung'unika. Mama Asha alitoka nje haraka, macho yake yalikuwa mekundu. Akasema kwa sauti ya chini yenye hasira, unataka kuniua? Bi Halima hakurudi nyuma. Alichukua ndoo moja iliyokuwa imefichwa nyuma ya kibanda, akaimwaga chini. Harufu kali ikasambaa.
Maji yakaanza kubadilika rangi. Watu wakapiga kelele walipoona ndani yake nywele, vitambaa vya hospitali na alama za ajabu. Mama Asha alipiga kelele kali, sauti isiyo ya kibinadamu. Maji yakaanza kuzunguka kama kimbunga, lakini mzee Omari alisimama katikati, akaanza kusoma dua kwa sauti kubwa. Watu waliinua mikono yao. Kwa mara ya kwanza, Mama Asha alionekana mdogo, dhaifu, akaanguka chini akilia. Nilitaka kuishi, nilikuwa peke yangu, nilipoteza kila kitu. Maji yakatulia, yakakauka, kana kwamba hayakuwahi kuwepo. Baada ya maji kukauka na kelele kunyamaza, mtaa wa Mbuyuni ulikaa kimya. Hakuna aliyesogea, hakuna aliyesema neno. Mama Asha alikaa chini akiwa amechoka. Macho yake yalikuwa matupu, kana kwamba mzigo mzito ulikuwa umeondolewa. Lakini pia kila kitu kilikuwa kimeondoka. Aliinua macho yake akawaangalia watu waliokuwa wanamtazama. Akasema kwa sauti ya kuvunjika, sikuwahi kutaka kuumiza mtu. Nilitaka tu kuishi. Nilitaka tu watoto wangu wasife bure. Hakuna aliyemjibu, lakini machozi yalikuwa yakitiririka kwa wengi. Siku hiyo hiyo kibanda cha Mama Asha kilifungwa. Hakukimbia, hakupinga. Alipelekwa kwa viongozi wa mtaa kwa uchunguzi. Alionekana mnyonge, mwanamke aliyechoka kupigana na dunia. Siku zilivyopita, mambo yalianza kubadilika. Wale waliokuwa wanaota ndoto mbaya, ndoto zilipungua. Wale waliokuwa na kiu isiyoelezeka walirudia hali ya kawaida. Watoto walianza kulala usiku bila kuamka. Lakini kumbukumbu ilibaki. Juma alianza upya. Aliuza bodaboda yake kwa muda. Alikaa kimya. Siku moja akasema, nilijifunza kuwa kitu kinachonipa raha ya haraka kinaweza kunichukua taratibu. Mama Zainab alianza kupata wateja tena, lakini sasa alikuwa anauliza, umejuaje chakula hiki? Umeamini kwa nini? Bi Halima alisimama darasani siku moja akiwaangalia wanafunzi wake. Akasema, si kila kitu kinachovutia ni baraka. Wakati mwingine ni mtego unaovaa tabasamu. Watoto walikaa kimya, na nyuma ya kibanda kilichoachwa, ardhi ilibaki na unyevunyevu wa ajabu, kana kwamba ilikuwa inakumbuka kila kitu. Na hapo ndipo simulizi hii inaishia, lakini funzo lake halitaisha.